Karibu katika mkasa huu, kutoka chokola hadi kuwa mama wa kishua. Huu ni kweli ambao unamuhusu Angel, ambaye anatusimulia maisha yake jinsi yalivyokuwa. Kusubscribe, kulike na kutoa maoni yako mwishoni utaposikiliza huu mkasa. Angel hakuwahi kujua maisha ya utulivu tangu akiwa mdogo. Alizaliwa katika familia masikini pembezoni mwa jiji, lakini maisha yake yalibadilika ghafla alipofikisha miaka 10. Baba yake alifariki kwa ugonjwa ghafla, na mama yake alishindwa kumudu maisha. Njaa, madeni na mateso vilimzidi mama yake hadi siku moja akaondoka na kumwacha Angela peke yake. Hakukuwa na ndugu waliokuwa tayari kumbeba mzigo huo. Ndipo Angel akaanza maisha ya mitaani, yaani kuwa chokola. Alilala kwenye vibanda chakavu, wakati mwingine chini ya madaraja. Alikula alichokipata, mabaki ya chakula, matunda yaliyozagazagaa barabarani, au msaada wa watu wachache wenye huruma. Maisha ya Angel yalikuwa magumu na kila siku ilikuwa vita ya kuishi. Lakini maisha ya Angel alikuwa tofauti. Alikuwa na ndoto moyoni mwake. Kila alipopita karibu na shule, alisimama na kutazama watoto wakiwa darasani. Angel alikuwa anatamani sana kuwa kama wao. Alitamani kushika kalamu badala ya kuokota chupa za plastiki. Siku moja maisha yake yalipata mabadiliko yasiyotarajiwa. Alikutana na mwanamke mmoja aitwaye Mama Rehema, aliyekuwa mfanya biashara mdogo lakini mwenye moyo wa huruma. Kama jina lake lilivyo, yani Mama Rehema. Rehema ni kama unyenyekevu fulani. Kwa hiyo Mama Rehema alimkuta Angel akitafuta chakula kwenye dampo. Badala ya kumfukuza, alimuita kwa upole, akaanza kuongea naye. Unaitwa nani mwanangu? aliuliza. Angel alijibu kwa sauti ya chini na kumwambia, naitwa Angel. Basi kuanzia siku hiyo maisha Angel yanzaka. Mama alichukua na kuanza kumlea kama mtoto wake. Hakukuwa na utajiri mkubwa, lakini kulikuwa na kitu muhimu zaidi, yaani upendo na nafasi ya kuanza upya. Angel alianza shule na kwenda kusoma katika shule fulani hivi pale jijini, lakini alikuwa amechelewa kidogo ukilinganisha na wenzake. Lakini pia hakukata tamaa, alijituma sana. Alisoma kwa bidii usiku na mchana. Alijua hii ndio nafasi pekee ya kubadili hatima ya maisha yake, na nafasi yake mwisho kubadilisha maisha yake. Miaka ilipita. Angel akawa mwanafunzi bora shuleni. Walimu walimpenda sana kwa nidhamu yake na juhudi zake. Alipofika sekondari, alipata ufadhili wa masomo kutokana na ufaulu wake mzuri. Lakini changamoto hazikuisha. Kulikuwa na nyakati alikosa ada ya shule, nyakati alihisi kukata tamaa, na nyakati watu walimdharau
kwa sababu ya historia yake. Wengine walimuita chokolaa aliyebahatika. Lakini maneno hayo hayakuweza kumuumiza wala kumzuia. Alijua thamani yake. Baada ya kumaliza shule, Angel alipata nafasi ya kusoma chuo kikuu. Huko alisomea biashara. Alianza kujifunza jinsi ya kujitegemea, jinsi ya kuwekeza na jinsi ya kujenga maisha bora. Akiwa chuo, alianza biashara ndogo ndogo ya kuuza nguo. Alianza na mtaji mdogo sana, lakini kwa akili na uvumilivu, biashara yake ilianza kukua. Baada ya miaka michache, Angel akawa mfanya biashara anayeheshimika. Alifungua duka kubwa, kisha akaanzisha kampuni yake mwenyewe. Ndoto yake ya utoto ilikuwa inatimia pole pole. Siku moja alijikuta amesimama mbele ya nyumba yake mpya, nyumba kubwa ya kisasa, tofauti kabisa na zile sehemu alizokuwa akilala akiwa chokolaa. Alitabasamu na machozi yakamtoka, si kwa huzuni, bali ni kwa furaha aliyokuwa nayo. Baadaye Angel aliolewa na mwanaume aliyempenda na kumheshimu kwa juhudi zake, si kwa mali yake. Walijenga familia yenye upendo na Angel akawa mama wa watoto waliokuwa katika mazingira aliyoyatamani siku zote. Lakini hakuwasahau walioko mitaani. Alianzisha kituo cha kusaidia watoto wa mitaani kama yeye alivyokuwa zamani. Alitoa elimu, chakula na matumaini kwa watoto waliokata tamaa. Siku moja alikutana na msichana mdogo aliyekuwa akifanana sana na yeye wa zamani, mchafu, mwenye njaa, lakini macho yake yakiwa na ndoto kama yake. Angel alimchukua mikono na kumwambia, usikate tamaa, nilikuwa kama wewe, na leo mimi ni ushahidi kuwa maisha yanaweza kubadilika. Hapo ndipo Angel alitambua kitu kimoja muhimu. Utajiri wa kweli haukuwa pesa wala nyumba kubwa, bali uwezo wa kubadilisha maisha ya wengine. Natumai umejifunza kitu kutoka kwa Angel. Dondosha komenti yako. Kama hujasubscribe, hakikisha unasubscribe. Hii ni Vam TV Online. Kama ni mara yako ya kwanza, usishindwe hata kusubscribe, kisha like na share na marafiki. Usikate tamaa, maisha kweli yapo ni ya kujituma na kuthamini mchango wa watu waliokusaidia kufika hapo. Langu jina Mr. King Vam, ukipenda niitwe Asagwire JR. Asante.